Bila shaka hiyo kitu ina fadhila yake. Baada ya kuapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na alfajiri, vile vile akafatilisha tena akasema walayali al-ashr, na akaapa na siku 10 ya Dhul Hijja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukoma pale. Hii siku 10 aliitwa na siku maalumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika Qur'ani, wa'addim fi an-nas bil hajji yatuka ar-rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjil amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Ulama tafsiri walitafsiri hii siku maalumu ni siku 10 ya hii mwezi ya Dhul Hijja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Nabii Allah Ibrahim atangazie watu. Nabii Allah Ibrahim alimuuliza, ya Rabbi, sauti yangu inafika kwa watu? Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwambia, alayka nidau, wewe jukumu yako ni kutangaza, wa alaina albalagh, sisi ndio mwenye kufikisha. Katika tangazo ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam ya kutangazia watu wahiji pale, hata wale ambaye kwamba hawajazaliwa, kwa arwahi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafikishwa mwito kama hiyo na ataitika pale pale alipo. Ulama utafsiri walisema kiasi ilitangazwa na Nabii Adam alayhi salatu wasalam, na wewe unapewa taufiki ya kuitika. Ukiitika katika arwahul ghaibi, katika mwito ghaib asiyojua ila isipokuwa Allah, ukasema mara 2 labbaik Allahumma rabbaik, vile vile namna ulivyoitika ndio unahiji pale. Ukihiji mara 2 wewe ndio umeitika mara 2. Ukihiji mara 3 wewe ndio umeitika mara 3. Ukihiji mara namna ulivyoitika katika mwito wa Nabii Allah Adam Ibrahim alayhi salatu wasalam, ni vile vile unahiji. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe mahala kama hapo kabla sisi hajaondoka duniani kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuambiwa Nabii Allah Ibrahim atangazie watu watakuja kwa kutembea na watakuja kwa kila sehemu ambaye kwamba inazunguka Al-Kaaba. Watu watakuja kufika mahala kama hapo na kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wafanye nini? Liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawekea wanadamu kama hao, washuhudie wapate msamaha. Manufaa ya kwanza, ulama walizungumza, utakapofika mji wa Makka, kabla wewe hujaona Al-Kaaba, kuona macho yako Al-Kaaba peke yake unaandikiwa thawabu 70 na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio manufaa ya kwanza. Kisha wewe uko katika ardhi tukufu, himbali ya kuingia kuswali ndani ya msikiti kama hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wayadhkuru fi isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na mtaje katika jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku maalumu Mwenyezi Mungu amewekea. Siku maalum, ulama utafsiri walitafsiri amesema siku ya ashhuru Dhul Hijja ni siku ambayo kwamba sisi tuko ndani. Ikaendelea kutufahamisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam. Nabii Allah Musa baada kupewa Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akampatia sharia. Aliambiwa Nabii Allah Musa, wa wa'adna Musa 30 laylatan, Allah alimwahidia Musa afanye ibada siku 30. Aya iliyoko katika surati Al-Araf. Nabii Musa alifanya ibada, ulama walisema alifanya ibada ya kufunga siku 30, naye alifunga mwezi wa Dhulqa'da, mwezi ile alitumalizikia jana. Siku 30 Nabii Musa alayhi salatu wasalam akafunga. Baada kumaliza kufunga kwake, Allah alimwambia, wa atmamnaha bi10. Musa, ulifunga siku 30 ukafanya ibada ya siku 30, basi utimize tena bi10, kwa siku 10 tena. Fatamma miqatu rabbih, Nabii Allah Musa akatimiza ahadi ya Mola wake, ikawa ni siku 40 laylatan, ikafika siku 40. Ulama utafsiri walizungumza wakasema, Nabii Allah Musa alifunga mwezi ya Dhulqa'da mzima. Baada ya kumaliza kufunga aliambiwa aongeze siku 10 tena,
siku 10 aliyoongeza Nabii Musa alayhi salatu wasalam ni hii siku ya mwezi ya Dhulhijja tuliyoko ndani. Fatamma miqatu rabbi, akatimiza ahadi ya Mola wake 40 lailatan, ikawa ni siku 40, 30 ya mwezi ya Dhulqaada na 10 ya mwezi ya Dhulhijja. Nabii Musa akafunga siku 30. Ameambiwa afunge tena siku 10 ya hii mwezi ya Dhulhijja. Haya yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha nini? Kutuonesha hii siku ni siku tukufu. Hii katika hii siku 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala alitukamilishia dini yetu. Allah alitukamilishia hii siku 10, katika hii siku 10 ya mwezi wa Dhulhijja alitukamilishia dini yetu. Vipi alikamilisha? Allah Subhanahu wa Ta'ala alimteremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa iko katika uwanja ya Arafa katika hijjatul wida, hija yake ya mwisho. Naye Mtume Muhammad alihiji hija moja peke yake. Katika hija yake aliteremshiwa aya akiwa iko katika uwanja ya Arafa. Aliambiwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliteremshiwa aya kama hii akiwa ako katika uwanja ya Arafa, naye ni katika siku 10 hii ya Dhulhijja. Aliambiwa al-yawma, leo, akmaltu lakum, ninawakamilishia nyinyi dinakum, dini yenu. Ina maana dini ni yetu, dini si ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dini ametupatia sisi. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimewatimizia nyinyi neema yangu. Neema yote ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa istishadi ya aya kama hii, dini ni yetu, neema ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Macho yako ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mkono yako ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miguu yako ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neema zingine usihesabu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Utakapohesabu neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwezi ukadhibiti mpaka utaambiwa hii pia ni neema, ulisahau. Siku 10 kama hii ummati Muhammadi walipata kufaulu kukamilishiwa dini yao katika siku 10 kama hii. Vile vile katika siku 10 kama hii Allah Subhanahu wa Ta'ala alituonesha Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam aliketi muda mingi bila kupata mtoto. Baada ya kuketi muda mingi alifanya takarrub, njia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alichinja ngamia 100 kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alichinja ng'ombe 300 kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alichinja mbuzi 1000 kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fataajjaba almalaikatu wannas, ikaistajabika kwa udhiya aliyochinjwa na Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam, malaika na wanadamu wote. Nabii Allah Ibrahim akasema kullu shay'in ma taqarrabu bihi ila Allah laysa bihi shay, kila kitu ambaye kwamba nikifanya inanikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwangu mimi si chochote. Wallahi, na akaapa kusema, akasema wallahi naapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lau atani ibni, lau Allah Subhanahu wa Ta'ala angenipatia kijana, la dhabahatuhu min Allah, ningechinja kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Allah Ibrahim baada ya kuapa kiapo kama hiyo akaketi muda. Baada ya kuketi muda, ilipofika mwezi kama hii, usiku ya mwezi 7 kupambaukiwa mwezi 8, aliona ndoto Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam. Katika ndoto kama hiyo aliambiwa ufu binadhrika ya Ibrahim, tekeleza ile nadhiri yako uliyosema wallahi naapa. Nabii Allah Ibrahim akabaki katika shaka. Siku 8 ilipambauka siku ya mwezi 8, akashinda katika shaka yake ni nini? Akajiuliza ahuwa min Allahi am min ash-shaytan, hii ndoto imetokamana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ama imetokamana kwa shaitan? Akashinda hali kama hiyo, akalala. Usiku wa 9 akapambaukiwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam kwamba ndoto kama hiyo imetokamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usiku ya kupambaukia siku ya 9 ya mwezi ya Dhulhijja ikaitwa Yawm Arafa, siku wa kujua Nabii Allah Ibrahim ndoto yake imetokamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sisi tunazungumza tunasema leo ni siku ya Arafa. Maana ya Arafa ulama wa tafsiri walisema ni siku ya kupambaukiwa ndoto ya Nabii Allah Ibrahim. Mahujaji wanaosimama kule wanaitwa Yawmul Wuquf, siku ya kusimama. Wao wanasimama kwa ajili ya kuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wanasimama kwa ajili ya kunyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Allah Ibrahim akajua hiyo ndoto imetokamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya mwezi 10, siku ambayo kwamba sisi tuna swali Idi, Nabii Allah Ibrahim alimfafanulia kijana yake Ismail. Qur'ani inatuambia falamma balagha ma'ahum saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbauka fandur madha tara. Siku ya 10 Nabii Allah Ibrahim akaita kijana yake Ismail. Qur'ani inatuambia falamma balagha ma'ahum saya, ilipofika kijana muda wa kutembea na babake, muda miaka 13, muda miaka 7, ni wakati ambaye kwamba baba anapenda mtoto wake sana, kwa sababu mtoto anafuatilia baba, anauliza swali, anamwambia baba hii ni nini, baba hii ni nini, baba nichukulie hiyo. Kumbuka ikiwa wewe mwenyewe una mtoto mwingi, watoto wengi, una mtoto akikuuliza ndani ya nyumba maswali kama hiyo, ni furaha kubwa sana. Lakini Nabii Allah Ibrahim alichelewa kupata mtoto baada ya kutanganyika na mtoto wake na kuulizwa maswali, mahaba yake kubwa ameingiliwa. Sasa anaambiwa ufu binadri, katekeleza ahadi yako. Nabii Allah Ibrahim akamwambia kijana yake, inni ara fil manami, mimi niliona katika usingizini, anni adhbauka, mimi nakuchinja, fandur, angalia ya Ismail, madha tara, umeonaje katika ndoto yangu. Nabii Allah Ismail kwa kuwa yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakumwangusha babake, akamjibu akamwambia, ya abati, babangu, ifal ma tumar, fanya yale ulioamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, satajiduni insha Allah minas sabirin, utanipata pamoja na wale wenye kusubiri maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni siku ambayo kwamba na matukio kama hii ilipatikana katika mwezi kama hii, katika siku 10 kama hii. Haya yote tukua ilipatikana katika siku kama hii, katika mwezi kama hii. Na ulama wa tafsiri walisema hakuna mwezi ambaye kwamba ilikusanya nguzo za Kiislamu yote kama hii mwezi, siku 10 ya Dhulhijja. Siku 10 hii ya Dhulhijja ilikusanya nguzo 5 yote inapatikana. Nguzo 5 ya Uislamu: shahada ya kwanza, pili kuswali, kufunga, zaka na hija. Hii siku 10 imekusanya nguzo hii yote 5 katika siku 10 hizi, lakini haiwezi kupatikana katika masiku mengine wala katika mwezi mingine. Fadhila ya mwezi hii, fadhila ya siku 10 kama hii, moja yake ni kama hiyo. Ikiwa aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituagizia nini, ametuamrisha nini, ametuandalia nini, ametuambia nini katika masiku kama siku 10 kama hii. Ruya ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi ilipokewa na Abdullah bin Abbas, sahaba. Abdullah ni sahaba, Abbas ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, khidru hadi umma, mwanachuoni ya hii umma. Abdullah bin Abbas alipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi kama yakasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ta'ala min hadhihi al-ayyam. Ma min ayyam, hakuna katika siku, masiku ya duniani, hakuna katika siku masiku bora ya katika siku 10 ya hii. Al-amalu salihu, inafaa kufanywa amali njema katika siku kama hii, fihi, na ndani ya siku kama hii, ahabbu ila Allah, Mwenyezi Mungu anapendekeza sana kufanya amali njema katika siku kama hii kuliko amali ya siku nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii siku 10, amali yoyote mmoja anafanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda zaidi kuliko masiku mengine. Masahaba wakamuuliza, kwa sababu wao wanaelewa amali kubwa
katika mbele yao, katika macho yao wanaofahamu ni jihadu fi sabilillah, na walishuhudia kwamba waliuawa wasahaba wengi katika vita, wanazika pamoja na ile nguo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia hii ni mashahidi yao siku ya Kiyama. Wao wanahesabu amali kubwa katika hapa duniani ni jihad fi sabilillah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia hakuna amali yoyote anayofanywa katika hii siku 10 ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapendekeza zaidi katika hii siku 10. ashhur min ayyam al-ashhur dhul-hijj. Qalu, masahaba walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, hata hii amali tunayofanya katika hii siku 10 jihad fi sabilillah ni bora? Kwa sababu hawakuuliza amali nyingine, waliuliza jihad ni nini. Sababu masahaba walimuuliza jihadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwakataza masahaba, aliwaambia musiseme waliuawa katika vita wamekufa, na wala musidanie kwamba waliuliwa katika vita vya Badri, vita vya Uhud, vita vya Mutata, vita vingi ya masahaba. Wale mlioshuhudia waliuawa, musiseme waliuliwa. Allah aliwakataza, akaambia aya iliyo katika surati al-Baqara, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia wala taqulu, wala musiseme liman yuqtalu fi sabilillahi, waliouliwa katika vita ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amwatu wamekufa, bal ahya'un, bal wao wako hai, lakini nyinyi la tash'uruna, hamuoni katika uhai wao. Masahaba walikatazwa wasiseme fulani amekufa, na wanafahamu hivyo. Ikiwa yeye hakufa, yeye ako hai, sisi tu ndio hatuoni. Bila shaka maisha anaoishi yeye ni maisha matukufu sana, wanafahamu. Sikusema tu, bal Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia tena aya iliyoko katika surati Al-Imran, wala tahsabanna alladhina yuqatiluna fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin yurzaqun. Wala musidanie waliouliwa katika vita. Mutakapodania mmekufuru, mutakaposema waliuliwa mshakufuru. Masahaba walikuwa hawasemi. Ndio amali ya jihadi walichukulia umuhimu, amali ya jihadi walichukua kipaumbele, kwamba hakuna amali inayozidi jihadi fi sabilillah, kwa sababu waliokufa pia, walioshuhudia wamekufa pia, wameambiwa wasiseme wamekufa. Ndio wakauliza wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, hata waliouliwa katika jihad, yule anayofanya amali katika siku 10 anazidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wala aljihadu fi sabilillah, hata waliokufa katika jihadi fi sabilillah, yule anayofanya amali katika hii siku 10 ni bora, illa yule mtu ambaye kwamba alikufa katika jihad, kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' bidhalika shay'un, illa yule ambaye kwamba ametoka katika jihad, ametoka na mali yake, ametoka na nafsi yake, ametoka na silaha yake, na kisha hakurudi na ile vitu zake zote, hakurudi, huyu ndio anafanana na amali inayofanya katika hii siku 10 ya Dhul-Hijja. Fadhila kama hii Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia, ahbabi fillah. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam alituelezea, baada ya kutufahamisha hii amali inayofanywa katika hii siku 10, na hii siku 10 ulamai waligawanya kuanzia mwezi 8 mpaka mwezi mosi, kuanzia leo mpaka siku 8. Hii ni hadithi hii tunaeleza ni hii siku 8, kuanzia mwezi ya kwanza kama leo mpaka mwezi 8. Hii ni amali ambayo kwamba mmoja anaofanya. Ikifika siku ya 9 inabadilika tena amali, ikifika siku ya 10 tena inabadilika. Sasa katika hii siku 8 mmoja yoyote anafanya amali ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anapendekeza amali kama hiyo sana, na anapenda sana. Nakumbuka, ikiwa wewe umefanya amali ya kumridhisha ndugu yako, na ndugu yako ameridhika na amali kama hiyo, ana radhi na wewe jalla ala aliyokuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala, na amekwambia mimi napenda zaidi,
bila shaka utapata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha utapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kupata mahaba ya Allah na wenye kupata kwa radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kutueleza, akatuambia, hadithi ilipokewa na Ibn Umar, Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ma min ayamin, hakuna katika siku ndani ya masiku, a'adhamu inda Allah, ina ujira kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala ahabu ilayhi, wala inapendekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, al-amalu fihinna, amali inafanywa katika siku kama hiyo, min hadhihi al-ayyam al-ashhur, katika hii siku 10 ya Dhulhijja. Hadithi ya kwanza inatuonesha mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya pili inatuonesha ukubwa ya malipo unaopata katika hii siku 10 utakapofanya amali nzuri. Ndio Mtume atuambia, ma min ayami, hakuna katika masiku, a'adhamu, ni kubwa malipo yake, inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala ahabba ilay, wala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapendekeza zaidi, fihinna, katika hiyo masiku 10, min hadhihi al-ayyam al-ashhur, kuliko hii siku 10 ya Dhulhijja. Hadithi ya kwanza ni inatuonesha mahaba. Hadithi ya pili inatuonesha mahaba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kisha ukubwa ya malipo ya ujira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwaandalia waja wake. Faakthiru, Mtume sallallahu alayhi wasallam baada kutufahamisha hii amali inayofanywa katika hii siku 10 ina malipo kubwa na ina mahaba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anatuambia faakthiru fihinna, kitirisheni katika hii siku 10. Maana kukatirisha, una maana ulikuwa ukiendelea, unaambia vile unaendelea uongeze zaidi. Ukiwa hukuleta unakitirisha nini? Maana takthiri ni kufanya wingi, vile ulikuwa ukifanya uzidishe zaidi. Ikiwa mwanzo ulikuwa una adhkari ya kuleta, unaambiwa ukitirishe sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia uzidishe sana katika hii siku 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa thawabu yake ni nyingi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana mahaba naye katika amali inayofanya katika hii siku 10, faakthiru fihinna min at-tahlil, basi kitirisheni kuleta tahlil, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tunaambiwa tukithirisha kuleta tahlil katika hii siku 10. Wa takbir, tuleta takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ulimi yetu isichoke kuleta hizi adhkar, ukiketi, ukitembea, ukilala, ukithirisha kusema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ni amali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana radhi nayo sana, na ana mahaba nayo sana, na ana ujira kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahmid, na kuleta tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hii ni wasia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa amali ya siku kama hii ni ajira yake ni kubwa, basi kitirisheni. Ukiwa mwanzo unaleta, basi ukitirisha zaidi. Ulikuwa uradi yako ni kuleta 300, kitirisha ulete 1000. Ulikuwa uradi yako unaleta 1000, kitirisha ulete 2000 katika hii siku 10. Rawahu Tabrani, hadithi ile ipokelewa na Tabrani. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufahamisha, akatuambia, ma min amalin azka inda Allah. Hadithi hii yote ina utofauti ya kueleza maana tofauti. Hadithi ya kwanza inatuonesha mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya pili inatuonesha ukubwa ya ujira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuandalia. Hadithi ya tatu hivi sasa tunaosoma, anatuambia ma min amali, hakuna amali yoyote azka, inatakasika, inamtakasa muja. Amali yoyote unaofanya katika hii mwezi, ikiwa wewe uko hapa kwa ikhlas, kwa ajili ya Allah, bila shaka wewe utagura hapa, unakuja hapa, maana tazkia, maana kutakasika. Ikiwa wewe una kitunu fulani bila shaka ya mabaya, ukiwa umetia nia na ukaleta kwa ikhlas kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kweli. Inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kweli. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ma min amali, hakuna amali yoyote azka, inamtakasa muja inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala adham, wala ina ukubwa ajira ya malipo, min khairi, ya khairi, yu'maluhu, inafanywa al-ashur, katika hii siku 10.
Inatufundisha nini? Amali yako inakutakasa. Ya pili, ina malipo kubwa. Ya tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ina ujira kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba vile vile tena akauliza, wala aljihadu fi sabilillah ya Rasulullah, hata jihadi pia inazida amali kama hii? Mtume alijibu vile vile hadithi ya kwanza, wala aljihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarja. Fakana Saad bin Jubayr, sahaba huyu aliposikia hadithi hii amesema, idha dakhala ayyam al-ashhur, kuanzia nilisikia hadithi hii alisema nitakapoingia siku 10 ya Eidul Hijja, ijtahada, anajitahidi sana, jihadan shadida, juhudi kubwa sana katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa masahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kusikia kwa Mtume walifanya juhudi, je, mimi na wewe ndugu zangu Waislamu tuko katika zama hii, zama nzito kama hii, inatakikana tuzidishe zaidi ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayati, katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia, ma min ayamin, hakuna katika masiku, yutaqarrabu ila Allah fiha, muja anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, biamali, kwa amali afdal, ile bora, min hadhihi alayam alashhur dhulhijja. Kitu chochote inakukurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutoa sadaka, kutoa zaka, kumsaidia yatima, kumsaidia fukarai, kuleta adhakari, amali yoyote wewe umenuia. Amali bora zaidi ni ipi katika hii masiku 10? Ni kufunga. Kwa sababu gani? Hakuna somo, amali yoyote inafanana na somo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm, kila amali ya binadamu yote ni yake illa isipokuwa ni somo. Fa innahu li wa ana ajizi bihi, somo ni yangu na mimi ndio najua malipo yake. Ikiwa ndani ya somo Allah ndio anajua malipo yake, na katika hii siku 10 amali yoyote inafanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaridha na amali kama hiyo, iliyo bora zaidi watu wafunge katika hii siku 10. Wafunge katika hii siku 10 kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umeshindikana kufunga kwa sababu ya dharura yako, hukuweza kufunga, basi usighafilike kuleta adhkar, kusoma Qur'an, kutoa sadaka. Usighafilike ndugu zangu Waislamu katika siku kama hii. Haya tunaoeleza ni kuanzia mwezi kwanza mpaka mwezi 8. Itakapofika siku ya 9, itakapofika siku ya 9 mwezi 9, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na maswahaba, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam somi yawm al-Arafa. Arafa pia ni siku katika siku hii ya mwezi ya Dhulhijja. Arafa ni siku ya 9 katika mwezi ya Dhulhijja. Aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufunga siku kama hiyo, wewe umeghafilika, funga siku kuanzia mwezi kwanza mpaka mwezi 8, lakini usikose siku hii ya 9. Ndugu zangu Waislamu, usikose siku hii ya 9. Masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam somo ya Arafa, ya Rasulullah, hebu tufafanulie hii somo kufunga katika siku ya 9. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyajibu akaambia, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu, natarajia yule atakayefunga siku ya 9 an yukaffira, atasamehewa, sanata allati qablahu, dhambi yake iliyoko kabla ya miaka moja iliyopita kabla yake, kuanzia hapa Dhulhijja iliyopita, miaka iliyopita, anaambiwa unasamehewa. Wa sanata allati ba'dahu, na utsana miaka itakayokuja ya nyuma utasamehewa, utapata ofa ya miaka 2. Ofa ya miaka 2. Ulama walizungumza hii siku 10 ya Dhulhijja ni bora kuliko usiku 10, siku 10 ya mwezi ya Ramadhani, mwisho akhiru min shahri Ramadhani, na ambaye kwamba ina Lailatul Qadr ndani yake. Kwa sababu gani? Siku 10 ya mwezi ya Ramadhani unaambiwa kuna Lailatul Qadr, lakini utafute ujulikani ni siku gani. Lakini hii siku 10 ya Dhulhijja Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea wazi, ni kuanzia mwezi kwanza mpaka mwezi 10, ina fadhila kama hii. Hasatan siku ya 9, ukiwa wewe hukubahatika kufunga huko mbeleni, ahibati fillah, ufunge siku hiyo ya 9. Kwa sababu gani? Una ofa 2, dhambi ya miaka iliyopita
na dhambi ya miaka itakayokuja. Ikiwa wewe umepata mwezi wa Ramadhani ukafikiana na kukutana na siku ya Lailatul Qadr, ama Allah subhanahu wa ta'ala amekufutia dhambi yako yote, wewe huna madhambi, utafutiwa dhambi gani? Hiyo ni akiba yako ya kuwekea na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ushasamehewa mwezi wa Ramadhani tayari, na dhambi itakayokuja huna dhambi ya nyuma, wewe unapewa ofa ya miaka iliyopita. Ya miaka itakayokuja una ofa ya miaka miwili ambaye kwamba wewe huna dhambi, hujafungua katika karatasi, ni umewekewa kwako wewe. Hii ni siku ya 9. Tusighafilike na siku kama hiyo. Kama Sheikh alitangulia kutuambia, kulingana na kwa maandamo ya mwezi wetu kuona kwetu itakuwa Arafa siku ya 9 kwetu, siku ya Jumanne. Baada ya siku ya 9 kuna siku ya 10, naye ni siku ya Idi. Siku kama hiyo inafutakikana tufanye nini? Warada fi fadli al-udhiyati wa tawabiha, ilipokelewa fadla ya kuchinja na tawabu ya mwenye kuchinja. Akhrajahu Tirmidhi, hadithi ilipokewa na Imam Tirmidhi. Ana Aisha radhiyallahu anha, alipokea kwa ana Aisha, na ana Aisha ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alisikia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema radhiyallahu anha, qala ma amila adamiyyun min amali yawmin nahr, hakufanya amali yoyote mwanadamu bina adam katika siku ya yawmun nahr, siku ya kuchinjwa, ahabbu ila Allah, inapendekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min iraqi dami, kuliko kuchinjwa. Siku ya udhiya, siku ya Idi, amali inapendekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama namna nilivyotangulia kueleza. Fadhila tulitaja kule nyuma, tukitirisha tahlili, tukitirisha tasbihi, tukitirisha tahmidi, tukitirisha sadakati, tukitirisha kusoma Qur'ani, tukitirisha kufunga, hiyo yote kuanzia mwezi 8 mpaka mwezi kwanza. Ikifika mwezi ya 9 inaambiwa siku kama hiyo, mwezi ya 9, amali yake kubwa inahitajiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufunga. Ukabahatika ukafunga siku ya 9, siku ya 10, siku ambayo kwamba sisi tunaswali, amali inapendekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaradhi nayo sana, ni kuchinja asubuhi kama hiyo, uchinje. Kama namna tulivyosoma ile aya ya kwanza, aya Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam kumwambia Ismail. Fasara Abdullah bin Abbas alitafsiri aya hiyo, amesema lau dhabaha Ibrahimu ibnuhu, lau angebahatika Nabii Allah Ibrahim akachinja siku ile Ismaili, la sara nasu sunnata an yadhbaha ibnuhu, ingelikuwa kwa kila mtu achinje mtoto wake moja. Lau Nabii Allah Ibrahim angechinja Ismaili siku hiyo, ingelikuwa kwa kila mtu ni sunna achinje mtoto wake moja. Ikiwa kuchinjwa hayawani imekuwa ni mzito kwetu sisi, je, kuchinja mtoto? Wengine wanakuambia kuna watoto wawili, huyu ni kidogo ni mgonjwa. Watu wengi wangekosa sunna kama hiyo. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala ametupelekea sunna kama hii. Wapi? Tuchinje hayawani ambaye kwamba ana sifa yake, tutakuja kuelezewa sifa hiyo, ni maudhui nyingine na tuingie. Siku ya 10 ni ambaye kwamba amali inaridhika ana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na anapenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watu wachinje siku kama hiyo. Siku chinja tu, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, innaha, hakika yale anayochinjwa mtindo kama hiyo, la taati yawm alqiyamati, ataletewa kwa yule mwenye kuchinja, biquruniha, pembe zake. Ni sunna tena watu wakichinja, ikiwa katika mbuzi wako kuna kondoo ya pembe, ni sunna uchinje kondoo ambaye kwamba ana pembe. Ikiwa huna, ahla wa salam, uepuka hayawani ambaye kwamba anaibu, uchinje yanayofaa, lakini sunna uchinje kondoo ambaye kwamba ana pembe. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam ataletewa biquruniha, na pembe yake, wa ashariha, na nywele yake, wa adlafiha, na pato wake pia. Wa inna dami, na hakika hiyo damu, la yaqa bimakani qabla an yaqa min al-ard, yule mwenye kuchinja akileta mtindo yake mbele ya kutaka kuchinja, kabla yeye hajachinja, kwa nia yake, thawabu hiyo inafika kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kabla yeye hajachinja, wewe umeleta kwa nia kuchinja, kabla wewe hujachinja, Allah subhanahu wa ta'ala thawabu yake ushafika kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utaandikiwa thawabu. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam tuambia, fatayibu biha nafsaha, safisheni nafsi zenu kwa kuchinja mchindo kama hiyo. Thawabu
thawabu, mpate thawabu kama hiyo. Hadithi ya misho, wakati imekwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni kwa yule ambaye kwamba walipata thawabu wa kuchinja. Ikiwa wewe una uwezo ya kuchinja na wewe hujachinja, umeandaliwa nini? Wewe una uwezo ya kuchinja lakini hukuchinja, unatafuta, unasema tu ukajitia udhuru, ukasema leo hata nikiwa nikichinja kuna ng'ombe nyingi ya Turki atachinjwa hapa. Hiyo thawabu inawaendea wenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia yule ambaye kwamba ana nafasi ya kuchinja na yeye hakuchinja, man wajada sa'atan, mwenye kuwa na uwezo wa kuchinja, falam yudhahi, na yeye hakuchinja, fala yaqrabanna musallana, asikurubie katika swala zetu. Kwa ajili ya kujikosesha ile thawabu, basi asije kuswali na sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ana uwezo wa kuchinja na yeye ameacha kuchinja, Mtume sallallahu alaihi wasallam asikurubie kusali na sisi, abaki kule kule nyumbani. Hii ni thawabu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia. Mwenyezi Mungu atujalie kama hii. Wangapi walikuwa wametamani siku kama hii, lakini hawakupewa taufiki kuja kufika mahala kama hapa, ama wao katika hayatul barzakhia, uhai wengine. Lakini mimi na wewe tumepewa siha na afya kuja kujumuika na waumini kupata fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama Sheikh alitangulia kueleza, maudhui yangu ni kueleza fadhaili iliyoko katika hii siku 10, fadhila ya ashhur dhulhijja. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaumba atakaye. Baada ya kuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anachagua atakaye. Katika kuumba kwake na uchaguzi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mtu yoyote ana madai wala hakuna khiari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba wanadamu. Katika wanadamu hawa alichagua moja katika wao na akafadhilisha bora ya umma kama hiyo, naye ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu khalqillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba malaika. Katika malaika alichagua malaika moja, sayyidul malaik, naye ni Jibril alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaumba maji. Maji ni nyingi, kuna ya kisima, kuna ya mto, kuna ya bahari. Lakini katika maji kama hiyo kuna maji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifadhilisha kuliko maji zingine, naye ni maji ma'u Zamzam. Maji ya Zamzam, fadhila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia kabla wewe hujakunwa. Utakapotia nia ya kushufaisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akushufaishe maradhi yako, utakapotia nia kwa nia yoyote ulioniwia, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake anakupoza kwa maji kama hiyo. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, ma'u Zamzam lima shuriba la, maji ya Zamzam kwa nia wewe uliokunwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuruzuku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaumba ardhi. Katika ardhi kuna sehemu alifadhilisha kuliko ardhi zingine. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa uchaguzi wake na bora wake, ardhi ya Makkah, hali sehemu inasimama na Masjidul Haram, ni sehemu ambayo kwamba ni patukufu kuliko ardhi zingine. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaumba usiku. Katika miaka kuna siku 360. Katika siku 360, masiku kama hiyo kuna siku moja Allah Subhanahu wa Ta'ala alifadhilisha, naye ni usiku ya Lailatul Qadr. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akaumba mchana. Katika siku kama hiyo aliumba mchana tena. Katika siku ya miaka 1360 aliumba mchana tena. Na katika mchana kama hiyo kuna sehemu alifadhilisha, naye ni siku ya ashhur dhulhijja. Ni masiku ambayo kwamba sisi tuko ndani, ndio siku kama hiyo kwa uchaguzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifadhilisha. Wama hikmatuhu, ni nini hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuchagulia? Fadhila yake ni nini?
ubora yake ni nini? Ndio tungependa kuchagua. Sheikh alituchagulia khutba kama hiyo, tuelezane kiasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwafikia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaapa katika masiku kama hii, akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal fajri wa layalin ashr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaapa na usiku alfajiri, alfajiri ya siku 10. Ulama utafsiri walisema